kwa nini Matiang'i ndo anafaa kuwa president of Kenya mazee? Because I feel like huyu mheshimiwa mazee ndo ni mtu mwenye amekuwa serious, alafu pia amekuwa anafanya kazi vizuri kwa serikali, unaona? Hakuna mtu mwenye anakuwa anafanya kazi kwa serikali vizuri kama huyu. Like this person is most righteous person, and pia anakuwa anafanya kazi yake vizuri. Like he's very work related person, anakuwa anafanya tu kazi zake, yani unaona, like anakuwa anafanya kazi, akipatwa kazi anakuwa anaifanya vizuri. Kama unapata sasa this mheshimiwa anaitwa Okengo Fred Matiang'i, hiyo ndio jina lake full, Fred Matiang'i, ambapo ni Okengo, sawa? And yeye mwenyewe pia ni Kenyan Public Administrator, unaona? Alafu pia amekuwa ameserve multiple kama hizo part za government, mambo na serikali, ameserve kwa hizi positions tofauti kama vile Cabinet Secretary of ICT, alafu pia na Cabinet Secretary for Education, unaona? Like alikuwa ashiko kwa CS mambo na wizara katika mambo na elimu, alafu pia mambo na ICT, mambo ni mambo na computer, hiyo mambo na kudili mambo na makompyuta, unaona? Alafu pia na Cabinet Secretary for Interior and Coordination of National Government, unaona? Mambo na huko mashinani, unaona, serikali ya mashinani ama pengine wizara ya mambo na mashinani. Alafu pia na ashaikuwa na hii position ya Acting Cabinet Secretary for Lands, mambo na mashamba, unaona? Na sasa pia Matiang'i anakuwa anajulikana na hizi qualities zake kama vile, yani he's very strict. Tunajua kabisa Matiang'i mazeni mtu strict because hapendi ujinga. Like this person doesn't want any nonsense, like akona hiyo no nonsense leadership style. Anakuwa tu ana lead in very strict mode. Kila wakati tu tunafanya vitu strict, sawa? Kama tumesema tu ni hivi, tunaenda huku tunafanya hivyo. Kama ni huku tunafanya hivi, ni hivi. Like hiyo ndio ni style yake ya ku rule until now. So I feel like Matiang'i akikuwa president itakuwa ni nchi yenye inanyoka vizuri, because kama kitu imepangwa na wananchi wanataka kitu fulani, yeye pia kuna venye wanasikiza wananchi, unaona? So alafu pia kuna hiyo strong administrative discipline, unaona? Akona hiyo discipline ya kujaribu yani ya kudiscipline tu mambo na kila kitu. Kama pengine kuna kitu kimekoseka katika sekta fulani, anakuwa anazingatia kuweka hiyo discipline hapo. Alafu pia kama unakumbuka ile time ya mambo alipokuwa pale kwa mambo na wizara ya elimu, alikuwa amezingatia sana. Hata wewe mwenyewe ukiangalia in every sector ama position yenye Matiang'i alirule ama alikuwa katika hiyo section, kuna venye alikuwa anafanya kazi vizuri kwa mambo na elimu, mambo na security. Kama unakumbuka hizo mavitu zote, yani alikuwa very strict, kila kitu ilikuwa inanyooka, unaona? Because kama unakumbuka pia mambo na security, kuna time, yani kama unakumbuka vizuri, yani kuna time yani alikuwa very strict. Kama alikuwa yani hakuna mambo na sijui kupeana hongo sijui nini, yani hizo mavitu zote alikuwa anazingatia, unaona? Mashinani na mavitu zingine. Alafu yeye mwenyewe reputation yake pia inajulikana kama vile ako very efficient. Alafu pia ni akona hii punctuality, unaona? Akona punctuality. Alafu yeye mwenyewe pia ameaminika because akona hii quality nyingine ni kama vile technocrat within previous administrations, unaona? Yani hizo mavitu zenye alifanya kitambo mpaka sasa, yani kuna venye yani yeye hafanyi mambo na wanasiasa ati nikana kwamba ni career kwake, anaifanya ni kama kazi, unaona? Like anazingatia, akishapatwa kazi na kwa anaifanya. Na pia ndo ni kama hii ni kitu nyingine yenye nitaongelelea, kwa sababu unaona Matiang'i si mwanasiasa. Matiang'i ni mtu mwenye anakuwa anafanya kazi yani anafanya hii kazi but yeye mwenyewe yani hana quality kama wanasiasa, unaona? Because a politician, you will know a politician because anakuwa na politician wanakuwa ni watu warongo, unaona? Politician ni mtu mrongo. Na ukitaka kujua politician ama mwanasiasa, msikize venye tu anaongea, utasikia tu vitu zenye anaongea ni zinakaa kama ziko na uongo ndani yake. I feel like Matiang'i si mwanasiasa, anakuwa anaongea points na anakuwa anaongea vitu zenye ni ukweli, anaongea tu facts ndio watu wajue tu ukweli. Alafu pia ako very strict. So na yeye mwenyewe pia unajua ni mtu mwenye hata huwa hapigani kitu ati nikana kwamba anaitaka sana hivyo. Yeye anakuwa anachaguliwa katika position ama anafanya kutolewa katika position fulani, alafu apelekwe katika position nyingine because of his strictness. Alafu pia na hiyo boldness na hiyo, unaona, confidence yake pia anakuwa anafanya kuchaguliwa. Na sasa ni kama tu yani he's a chosen leader. Na unajua wale watu wenye wanakuwa wanafanya kuchaguliwa ndio watu wenye wanakuwa very productive. Si sasa na yule mtu mwenye amefanya kuitaka na alafu akipatiwa anaanza kukua lazy. Sasa huyu Matiang'i kuna venye tu yani pia watu wanakuwa wanampendea hivyo, like watu wanakuwa wanampendea hivyo. Na kuna venye hata mazee akipigania urais huyu jamaa, I feel like hata mimi kura yangu nitampatia. I don't know about you, utaniambia kwa comment section
niambie kama unataka kupigia nani kura next time, but I feel like Matiang'i ndo anafaa kuwa the next president of Kenya. Na sasa hii pia kuna vile yeye mwenyewe yani mambo na quality nyingine ni kama vile yani mambo na anti corruption, unaona like akona hii anti corruption reputation kutoka time anaingia katika mambo na hizi position, aje kufanya mambo na hizo mambo na corruption, unaona mambo na hongo, like amezingatia sana, because hata unakumbuka wakati alipokuwa katika wizara ya elimu alikuwa amezingatia hakuna mambo na watu kukopia ama hakuna mambo na watu kucheat. Hiyo time mambo na leakage ilikuwa ni ngumu mtu kupata leakage time ya Matiang'i, mpaka akamaliza hivyo ile time hiyo alipotoka katika hiyo wizara ya elimu, ndo sasa sijui mwenye alikuja hapo next Magoha ama whatever kulikuwa na hizo cases, unaona mambo na leakage manini, but Matiang'i alikuwa amezingatia. Na hata ukiangalia katika kila wizara yenye aliingia hakuna mahali kwenye huyu Matiang'i alikosea, ama kama kuna mahali kwenye kulikuwa na hizo controversial ama anything yenye ilikuwa ni kama mess up, he didn't mess up anything. Like kila section alikuwa akiingia anaifanya kitu inakuwa tu fit, kila kitu ilikuwa inakaa fit, alafu ni mtu mwenye anatembea anaenda paka mashinani, anazingatia kila kitu inakuwa tu fit. Alafu pia kuna hiyo strict, because unajua kabisa Matiang'i huwa ni mtu strict kabisa, so akipata kama ni position fulani kama ameipata anazingatia kufanya hiyo kitu vizuri. Alafu pia kuna hiyo kama unakumbukani pia every single time Matiang'i akipatiwa position pia anakuwa anadeliver ile mahitaji ya wananchi ama pengine citizens of Kenya haraka, because kama unakumbuka time alipokuwa ameingia tayari pale kwa hiyo wizara ya elimu na hizo simji mambo na hizo mambo na security, alikuwa anazingatia ni anapeana tu majibu ya venye wananchi wanataka haraka, unaona, si kama vile mtu akipata cheo alafu anakuwa anatulia tena pale anaanza kula mapesa na relax, unaona. Matiang'i akipatwa position anakuwa anafanya tu hiyo kazi vizuri na anakuwa anafanya hii maneno haraka, like he gives quick results, alafu pia anakuwa na deliver services haraka. Na unapata hizi ni positions zingine ama ni wizara zingine zenye zinakuwa na high pressure kila wakati, unaona, kama hiyo mambo na elimu inahitaji huduma kila wakati, security inahitaji services kila wakati, because lazima nchi ilindwe na lazima pia watoto wasome. Mambo na elimu watoto ama pia watu wenye wako kama chuo ama vitu zingine zenye zinahitajika mambo na wizara ya elimu. Hizo ni wizara zenye zinakuwa kuna mambo na pressure nyingi, na kwa sasa anazifanya vizuri. Kama pengine yani hizi ni wizara zenye haziraji mtu mwenye ni msoft, zinataka mtu mwenye ni hakuna roho ngumu na ni mtu mwenye anazafanya kazi kaonekana ni kweli anafanya kazi. And I feel like Okengo Fred Matiang'i anakuwa anafanya kazi yake vizuri and hachiki na kazi. So this should be the next president of Kenya. Of course this should be the next president of Kenya, na hiyo next time mazee itakuwa ni moto sana. Sawa, itakuwa ni moto sana because I feel like sasa mambo na siasa zimekuwa ni story mingi mali kina strategy ya kila mtu hapa, but I feel like wapinzani wanakuwa ni wengi. Wanajaribu kupigania hizi mavitu, na mimi sasa nikana kwamba najua siasa sana hivyo, lakini I feel like the next time itakuwa ni moto because hii sasa uongozi wa sasa imekuwa tu ni vita na makelele mengi tu, unaona, like imekuwa tu ni vita na many controversials kama venye tu sasa our latest sitaongelea kuhusu kitu because hata mimi pia sitaki kushikwa hapa nianze tena kuambua mavitu zingine, because ukianza kuongelea mambo na siasa inakuwa tu ni shida. But I feel like ukweli lazima uongelelewe, sawa, lazima ukweli uongelelewe, but ni hivyo. So nataka make sure umeangalia hiyo channel yangu pia unisupport, sawa, angalia channel yangu alafu pia subscribe because unaangalia video zangu but au subscribe. So nataka usubscribe leo, subscribe alafu pia ucomment hapo, nataka uniambie hizo vitu zenye unafikiria. Pengine kama nimekukasirisha pia niambie hapo kwa comment section. Niambie kwa comment section alafu pia uniambie mawazo yako. So haina shida.